Mtazamaji, ni kwamba usafiri katika barabara kuu ya Lamu Witu Garsen umetatizika kwa muda baada ya magari ya kampuni za Tawakal Baska na malori ya mzigo kufunga barabara hiyo, wakipinga kuzuiwa kufanya safari za usiku. Kulingana na madereva na abiria waliokuwa kwenye magari hayo, hatua ya kunyimwa kupita usiku imeendelea kuathiri shughuli za usafiri na biashara katika eneo hilo, huku abiria wakikwama kwa saa kadhaa wakisubiri kukaguliwa. Ikiwa mahakama imetoa oda na mpaka hivi sasa hakuna utekelezaji, ni kumaanisha kwamba mahakama imedharauliwa na wao ndio. Sasa ikiwa kwa mfano imedharauliwa kwa mahakama, nani ataenda kwa mtu kwa nani sasa hivi? Na ikiwa vitengo kama mahakama ni independent, judiciary is an independent entity katika serikali yetu, kwa hivyo kunapotoka kwamba court order, hakuna zaidi ya court order. Matatizo ni ya wanasiasa na matajiri, mabepari ndio matatizo. Unaona, sio ya kuwa wao wataka kutugandamiza tu sisi tukae nyuma. Unaona, sio, lakini sisi kama sisi tumefuata sheria za nchi, tumeenda kwenye mahakama, tumeomba, tumefuatilizia kesi na mpaka mwisho mahakama imeturuhusu sisi kuwa tuna haki ya kuondolewa kafyu, kwa sababu kama ni usalama, ni kila mahali hakuna usalama. Basi kukosekana usalama kuwekwe kafyu, kwani ile jeshi ulipo na serikali ushuru wetu walipia 4. Ingekuwa sisi tunafanya kazi kwa siku mara 2, lakini tunafanya kazi kwa siku mara 1 sasa hivi. Ya gari inaweza toka Lamu ikaenda Mombasa na ikarudi, lakini sasa hivi ukienda Mombasa hurudi, unabakia huko. Kwa nini? Nairobi kila sehemu gari zinakwenda na kurudi, zinatembea, uchumi unainuka, lakini sisi Lamu bado hatuamki. Kwa hivyo sisi kilio hicho tunakipeleka kwa Ruto. Ruto, tafadhali angalia hii masuala ya Lamu, kwa sababu sisi tunaumia. Itafika sehemu kutakuwa hakuelewani tena.